Haya, sema 27 anazidi kusonga nao kama kawaida. Haya, tumana zidi kusonga mbele tena, sema 27 ya picha nzuri bomba tena safi hapo wanaita Rui. Iko sema 27 kama kawaida. Azidi kusonga mbele kama kawaida tena DJ Mitaboni. Bila kusahau tuko na mzamini wetu kindakindaki. Wewe namuita Mpemba hadi ya kutoka pande za kule Mbweni Kiembeni. Anafanya kazi kubwa kabisa ya kuuza vifaa vya ujenzi aina zote. Ajipatie simenti, matofali, nondo, gypsum board, rangi, tiles na vingine vingi pale kwake. Iko shughuli nzima za masuala mazima ya ujenzi. Bila kusahau pia kaongeza huduma mafundi pia unapatikana pale. Mafundi kwa kujengea nyumba yako sawa sawa. Ajipatie pale kwa Mpemba hardware kama kawaida. Kutoka pande za kule Mbweni Kiembeni. Jenga nyumba yako kwa bei nafuu kabisa. Wanahakikishia ujenzi wa nyumba bora na safi kabisa. Katika hali ya kipekee kabisa. Kokote uliko, jenga nyumba yako na Mpemba hardware kwa 0710 071725. Jenga nyumba yako na Mpemba hardware. Sasa mimi sijali. Nataka master wangu tu. Nataka kuwa na master yake. Rui akaa nasikia pale juu. Huyu mtoto kawa mbishi. Jamaa kuna issue mbona kubwa. Njoku jamaa kamtoa chemba. Akajua huyu mtoto ana wengi. Alimtoa pembeni. Akaona huyu ana wengi. Akajua masuala ya wivu haya. Rui akashuka chao. Aende kumsaidia. Hey, wewe mrembo. Usijali. Ningzo tamudu tu, usijali, tulia hapa. Ningzo akamchukua ampeleke kando. Hebu tuone. Alimzamisha kwenye maji. Mtoa wengi. Achia. Ushatulia bado? Mtoa wengi kwanza. Uwe na wengi na mapepe ya kitoto. Kamweka hapo. Umeshatulia bado? Au unajisikia bado mtu ovyo? Kiza nikwambia kitu dogo. Kama soma stako na mheshimu na nampenda, usije kuacha hai leo wewe. Natumai kwamba itakuwa mara ya mwisho na kuwa kichaa hivi. Mimi sitaki kichaa. Mimi sitaki tu master wangu akae mbali na mimi. Kwa nini? Nafikiri wewe ni mdogo tu. Wanataka tu umie kwa sababu yako. Unaumiza watu wangu. Mtoto wako kitoto namna hii. Sio mara nyingi sana. Kaa mbali na Rudi, nimekwambia kaa mbali na Rudi mara nyingi sana. Rudi hastahili mtu kama unayemsumbua sumbua. Hapendi mtu ambaye anamfanya akose raha kama wewe. Hastahili kukaa na watu tulivu Rudi. Toka na mtu kama wewe. Wewe huwezi kuishi, hata hizi sawa. Nataka na mimi nikanipe nafasi nyingine tena. Unakosea. Akupe nafasi gani? Hivi unafikiri kwamba kila mtu katika hii dunia una haki ya kumpata, sio? Unafikiri kwamba kila kitu utafanikiwa kwa mpango wako mwenyewe? Utaweza kila kitu mwenyewe? Unafikiri kwamba Rui anakukimbia? Ushafikiria kuhusu hilo? Unafikiri Rui ni mtu namna gani? Amsikizani nikwambie. Anahitaji mtu ambaye anamheshimu, mtu ambaye anampenda kwa kumjali, mtu ambaye amsumbui, ambaye atatuliza akili yake. Sio mjinga kama unahangaika kila siku, unahangaika kila saa. Unamsumbua mwalimu wako. Hii story ya mwanamke na mwanaume kwa sababu mapenzi ni ya kichaa sana. Mwanaume changanyikiwa kuhusu mapenzi kama hizo, ni hadithi tu. Kama unajua kichaa sababu mapenzi, wewe utakuwa ni mpuuzi kuliko watu wote katika dunia. Hivi unafikiri kwamba kukaa na Yanglua hivyo kana muangalia nafikiri ujinga? Hivi unafikiri utaishi kama ukichaa juu ya mapenzi kama hivi? Haya ndio kwamba lengo yako? Hapana. Basi yeye ni sahihi. Master wako hakupendi hivi ulivyokuwa. Akili kama umechanganyikiwa. Anataka mtu aliyetulia kwa utulivu. Vipi kuhusu? Umeridhika sasa?
mambo yameisha, tuondoke. Amesha mudu vya kutosha. Kwa unaniambia mambo yote haya? Unaniambia nini mambo yote haya? Nakusaidia. Natumai kama utajitahidi kwa mwanaume, sio mtoto tena. Sio kulialia kama mtoto kila siku. Unanisaidia mimi? Au nataka tu nikuachie unanitumia? Ili nisikuletee shida wewe na roho wako. Au nataka unitumie ili nikusaidie mpate mfalme wako? Bila shaka, mimi sio buza ambaye nitakusaidisha makosa yako unayofanya, yani kufundisha jinsi kwa au kusaidia matatizo yako. Matatizo yako yanahusu mimi. Ila sikiza, mimi nakutumia ndio. Lakini napenda kutumia watu kwa plan zenye kufaidisha watu. Licha ya vote, nishajiandaa kuanzia mpaka hapa. Nakusaidia upate nafasi ya cheo cha juu katika ufalme. Lakini kwanza, lazima udumu katika masharti yangu na kukwambia. Sababu ndoto yako ni kuleta amani. Mimi na support mtu anapenda amani. Kwanza, kama ukikataa nisikusaidia, nitafute mtu mwingine nimsupport, sio wewe. Fikiria kuhusu mwingine wote. Yeye nimekuonya, kaa mbali na Rui. Mipango yetu iende sawa. Nitatimiza ahadi yangu ndio. Lakini nitachukua nafasi hiyo hiyo kumuuliza kamanda Chu kwa ushahidi mbalimbali. Ili kumwachia mfalme wenu nitawashawishi baadhi ya watu. Lakini ukoo wa Shanks na wengine wote wao watakuwa wanafaa kwa mpango wangu mimi. Na kwa jibu wa mfalme alivyokuwa amesema, haitakuwa rahisi kumwachia mfalme wenu kirahisi hivyo. Mimi pia nitachukua hatua fulani. Sitakaa nikaangalia nisifanye kitu. Watu kwa tempo wanaoweka ulinzi ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana. Kila wakati kuna askari wanapita, katika ile tempo kuna ulinzi wa kutosha. Na kila wakati kuna wauaji wako pale. Siwezi kusaidia katika hili, maana sijui huko ndani pakoje. Ile sehemu ina walinzi ambao wauaji ndio wanalinda pale. Na huko ndani ramani ndani sipafahamu. Hata Rui mwenyewe hajui ramani ya ndani ile tempo pakoje. Tutavunja na kuingia kumtorosha mfalme. Nahitaji tu nisaidie kwa upande wa nje. Licha ya hivyo, kama nikifanikiwa kukusaidia wewe, kwanza nitakusaidia kumuondoa prince wa kwanza. Je, uko tayari kushirikiana na mimi kumuondoa huyu prince? Ili upande cheo, tumuondoe prince wa kwanza. Na kusikiliza, tunamuondoaje nipate nafasi ya juu? Rui ana deni kubwa sana na huyu prince wa kwanza. Alisababisha kifo cha mama yake na Rui. Huyu prince wa kwanza ni adui wa Rui, na pia tutamtumia kwa kumwangusha ili wewe upande. Lakini kwa sasa Rui tayari ashaumia sana. Hawezi akafanya kazi pekee ya kumuua huyu prince wa kwanza, kwa sababu hajakaa sawa. Master kaumia. Ameumia wapi? Jisikilize kwanza mwenyewe kwanza. Binadamu pia naumia. Master yako sio mdoli. Ndio nakwambia master yako wewe umjui. Kwa hiyo mimi nitamsaidia master basi. Nitapanga jinsi ya kumletea askari kadhaa na dawa. Master yako ni muuaji mzuri sana. Hahitaji mtu wa kumlinda. Lakini cha sahihi cha kufanya ni kumfanya yeye akuone kama ni mtu uliyekuwa vizuri kufanya matukio fulani. Umeelewa? Kama nataka kumuondoa prince wa kwanza, lazima tumuondoe prince wa kwanza ambaye ndio Crown Prince mrithi wa ufalme. Nabidi tumuondoe. Kwa mfano, hii ni Kete. Huyu ndo prince wa kwanza. Na huyu ni wewe. Na huyu ni Rui. Na huyu ni ule prince wa pili ambaye ni mtoto wa queen ambaye alikufa. Kama wewe na Rui mkirudi nyuma, mtawaacha wawili mbele, si ndio? Prince wa kwanza na wa pili. Cha kwanza, wagombanishe wa prince wa kwanza, umpige prince wa kwanza, wa pili umpige prince wa kwanza. Kugombanisha ma prince ili waweze kupigana wao. Wakati wanapigana, kwa vipi kuhusu prince wa pili? Ukimgusa prince wa pili itakuwaje? Tuna plani juu yake. Lakini ukimgusa huyu prince wa pili ni mbovu. Alafu prince wa pili akiumia, itakuwa ni mbaya sana, maana huyu prince wa pili ni mrembo, hana masuala ya kivita sana. Na pia ukimzuru huyu prince wa kwanza, atamzuru prince wa pili. Huyu prince wa pili afai.
basi tumlazimishe afanye kitu kwa prince wa kwanza. Hapo prince wa kwanza akishirikiana na prince na wauaji, itakuwa rahisi kudili naye katika plani inayofuata. Fikiria itakuwaje baada ya kusikia haya yote, nini kitakachojiri? Hatokaa kufanya kitu, lazima apeleke mashambulizi. Prince wa pili akiguswa na atapeleka mashambulizi, kwa wataanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Na huyu prince wa pili ni mtoto wa Empress Zhao Jie. Ukimgusa huyu prince wa pili, master wangu atakasirika juu ya hili, maana ni mtoto mama yake. Siwezi kukasirika. Rui aliingilia pale pale kwamba hawezi kukasirika. Master asema prince wa pili amechangia mama yake kuweza kufa. Licha kwamba ni mtoto mama yangu mimi alilelea, sitamuua ndio, lakini sitamzuia asipate majanga. Huyu prince wa pili alichangia mama yake kufa, kwa pia sitamlinda, nitamwacha pitie mateso kivyake, wala sitahusika naye. Ni mtu aliyehusika kumuua mama yangu pia huyu prince. Mfalme pia alihusika kumuua mama yangu pia. Kwa hiyo mfalme wa Ani pia ni adui yangu mkubwa. Ila kwa sasa hivi sitaweza kumuua kwa sababu anaiongoza nchi, kwa sitamuua mfalme. Master, unataka umuue mfalme pia? Hapana, sitaweza kumuua kwa sasa kwa sababu nikimuua nchi itaingia katika machafuko na amani itapotea. Ila nitamfanya alipie gharama ambayo itamgharimu zaidi kuliko kifo. Atapigana na watoto wake, atapigana na ndugu zake, na hii itamharibia sifa. Baadaye atapoteza nafasi kubwa na mfalme wetu tutamuokoa, ataondoka. Na baadaye hapo utakuwa imara wewe, afu wewe utashika nafasi za juu. Kama na Tong, uko tayari kufanya huu mpango au uko tayari? Tunakupandisha wewe cheo, tunawashusha wengine. Kama utakacho master, ndicho unachokipenda kufanya. Baada ya maongezi marefu ni wakati wanatoka. Master, mambo yote tushaongea yameweza kuisha. Je, utaniruhusu nije kukutembelea kila siku? Unaweza ukaja kunitembelea. Basi alimruhusu leo. Wao usijali master, nitakisha nashughulikia kila kitu, nitakishughulikia vizuri. Subiri. Shika hiyo dawa. Nenda katibu makovu yako shingoni. Mtu akikuuliza kuhusu wauaji na wengine wote imekuwaje kuhusu jana, wao usijali master, mimi ndio nitakachokiongea. Walitoka pale akaondoka, baadaye akaamua, baada alipata furaha sana. Wanamwona uchizi. We, hivi nafikiri kwamba huyu jamaa jinsi amekuja hapa anavyoangaliana hivi, kuna usawa kweli hapa? Usawa upo. Kama na Ningzo, wewe anza kwanza, mimi nitaongea nawe baadaye. Tuondokeni. Wakawaacha wafanye mambo yao wenyewe. Wakajua ni sisi anga naona wivu. Tuko wawili sasa hivi. Tunaenda nyumbani kwa farasi au kwa mguu? Tuchelewe kidogo mimi na wewe. Nafikiri tupitie pahali kidogo. Sawa, unasemaje? Poa. Basi tupitie pahali kidogo, wataenda baadaye. Afu ngoja. Ghafla nimekumbuka kitu. Hata nilikuja miaka mingi iliyopita, kuna kitu nilikificha hapa. Lakini sijui mali gani tena umeficha hapo. Ambao sijali. Kuna mali nilificha hapa, wacha nione. Anasema hii ni mali ambayo nilihitaja. Niliwahi kufukia mali hapa, ndo hii. Anasema alifukia hicho kitu kwa muda mrefu. Hebu nione ni nini. Anasema hii ni kazi kubwa ambayo nilifanya mimi kipindi kile. Hebu nione hiyo kazi kubwa ulioifanya. Dhahabu. Mbona nyepesi hivi?
kwa sababu hiyo ni mbao, nimeipaka rangi kama dhahabu, lakini juu nimepaka rangi ya dhahabu, bila hiyo ni mbao. Unalifanya hivyo? Nilitengeneza kwa sababu kipindi kile nilikuja hapa miaka mingi iliyopita. Afu wakati ule nilikuwa mtu wa chini, kamanda wa chini sana. Tunatumwa kazi ya tarishi kila wakati. Nakumbuka niliwahi pitia mateso karibu ningekufa. Kipindi kile niliumia sana, karibu ningekata roho. Asa baadaye kidogo ningekufa. Kwa baadaye nikapata wazo, nikafikiria, nikaona kama siku moja kitokea nikafa, sitakumbukwa na mtu yeyote nikifa, kutokana na hizi kazi ninazofanya kama mbwa wa viongozi. Itakuwa mna nafasi yote mimi kuweza kuonekana. Lakini ili mtu anikumbuke duniani hata mmoja, nipate angalau kama mtu katakacho nikumbuka. Kwa nikatengeneza hii kitu ili mtu akija kuipata afikiri hiyo ni dhahabu. Alafu akinipeleka dukani kwenda kuiuza, anaambiwa sio zawadi, hiyo sio dhahabu. Akiambiwa sio dhahabu, atajutia mtu alitengeneza kitu alikuwa anawaza nini. Kwa hiyo angalau kuna mtu mmoja ambaye atakuwa ananikumbuka duniani kwamba niliwahi kuishi. Sababu mtu akienda kiuza akaambiwa hiyo sio dhahabu, atashangaa ni mtu gani alitengeneza kitu kama hichi ambacho sio dhahabu. Basi hapo atakuwa ananikumbuka kwa staili hiyo. Angalau duniani kuna mtu ananikumbuka kwa staili hii. Mimi pia niliwahi kuwa na mawazo kama ya kwako eti. Kwa kumbe tulishawahi waza hivyo pia. Basi tunaendana kumbe. Sisi wote tulikuwa wakatili sana kumbe. Na utoto mwingi tunao ndani yetu. Na pia atueleweki yani. Tabia mbaya. Anyway. Lakini kwa sasa hivi ipo mtu kunikumbuka, kwa hiyo ina maana tena. Alitupa kule. Nimefikiria kuhusu marafiki zangu katika jumba la kitengo cha kijasusi. Hata kama nikifa siku moja, watanikumbuka mimi, watanikumbuka watu wengi sana. Alafu pia wewe pia utanikumbuka mimi, na mimi nitakukumbuka wewe. Asema kiyovote vile. Kamanda Tong alikuwa anaondoka leo. Ulikuwa unamwangalia sana kati anaondoka Kamanda Tong. Ulikuwa na maana gani? Una wivu tena? Hapana, sina wivu. Kwa macho yangu pale ni mtoto tu, unajua dogo. Alafu namchukulia kama mwasi fulani hivi, dogo ambaye si mtifu. Muongo wewe. Niko serious hapa. Lakini sema kweli, namuonea kwa wivu kidogo fulani. Kila wakati nikimuona nahisi kama ni kijana mdogo ambaye ana malengo, ana ujasiri. Wakati mwingine anajiona kama afisa fulani mwenye nguvu, wakati mwingine anathubutu mpaka kufanya matukio ambayo ya ajabu kwa chuki tu. Kama ukimpa tabasamu kama huyu wewe, anafanya kila kitu ili angalau apate tabasamu lako wewe. Na nikumbusha mbali sana. Ana kama nimekuja hapa kwa sababu shida fulani. Mara nyingi sana kaja kuleta vurugu hapa, lakini bado siwezi kumchukia, licha nataka kumchukia. Siwezi kumchukia pia. Kweli sio yeye tu. Kila mtu ana pande nyingi duniani, ana pande nzuri na pande mbaya. Hata pia mama yangu alinilea. Nimegundua pia mama yangu pia alinilea. Naye pia alikuwa sio mtu ambaye ni mkamilifu. Pia naye pia hakuwa mkamilifu vile vile. Kwa sababu nilimwona kama mkamilifu, lakini mama yangu alikuwa sio mkamilifu. Alimuoa mwanaume ambaye aliolewa na mwanaume ambaye hayuko sawa, na akampenda mtoto wake sana. Afu mtoto na mume wake ndio waliomsaliti, wakamfanya akaenda kujiua mwenyewe. Kwa nimeona alisalitiwa na watu waliowapenda sana. Na maneno yake ya mwisho alikuwa ameweza kuyaongea. Hakumtaja mfalme wala mtoto wake. Aliniambia tu kwamba usilipe kisasi kwa ajili yangu na usipende wanaume ovyo ovyo. Tafuta mtu upate mtoto wako uishi kivyako. Kile nikumbuka maneno yake ya mwisho aliyoniambia. Bado naona kama vile mama aliweka matumaini yake makubwa sana kwa mtoto wake mtiifu.
Hakuwahi kufikiria kwamba naweza nikaishi maisha yangu ya staili yangu mwenyewe bila kumtegemea mtu yote yule. Kwa maana hiyo, sasa hivi nimeamua sasa, bado sitaishi katika maneno yake. Nitachagua maneno yangu mwenyewe na sitamsikiliza tena mama yangu alichokuwa anakisema. Nataka niishi maisha yangu kwa furaha kama ninavyojitegemea mwenyewe, na pia kuanzia leo nitafanya kile ambacho nakipenda, sio kile ambacho nilihusiwa na mama. Licha ya kuwa muuaji wa kwanza, kuna vitu vingi ambavyo naweza nikavifanya vyenye umuhimu kuwepo kwangu duniani, katika hii dunia. Mimi wa kwanza. Napenda niendeshe farasi mtaani, nipite kuna kule, nipige mishale. Napenda kukimbia, napenda nicheke, nipae na vitu vingine kama hivyo vinaoendana na hivyo. Kamanda Tong tangu apewe zawadi na master yake ya dawa, alafu aruhusiwe kumtembelea, unaambalo ukaamka na mudi nzuri kweli kweli. Tangu kaongea na master, amejikuta ameamka na furaha sana leo. Mheshimiwa, ya kuona tangu mara ya mwisho huko hapa. Jambo gani la kusumbua? Nasema unakaa na hali mbaya leo. Kuna mpishi mpya amekuletea. Mpishi mpya ndio huyu. Kapika supu nzuri, maana kama hauko katika modi nzuri. Kwa nini unaleta mpishi mpya? Sababu nimeona kama huko sawa hizi siku. Kidogo mwage. Ni shida. Basi. Kwa makini wakati mwingine, amka usiogope. Jamaa kashangaa bosi kawa mstaarabu vipi? Leo kamsamea mfanyakazi aliyemwaga. Supu nzuri kweli leo. Mpe pesa nyingi huyo mpishi, afurahie naye pia kunipikia chakula kizuri. Jamaa kashangaa imekuwaje? Nataka nitoke out kidogo. Nitakuona baadaye. Jamaa kashangaa bosi kawaje leo kamka vizuri hivi, anatenda mema hivi. Bosi anatenda mema mpaka tunashangaa. Aliingia mtaani leo bosi. Baada ya kupita pita, aliona pochi moja zinauzwa, pochi za kuhifadhi vitu. Asa kuna kitu ambacho anataka kihifadhi kwa heshima. Hii tafai. Ishi ngapi? Hii coin 2. Alichukua ile dawa akahifadhi katika pochi. Master yake aliyompa kwamba ni thamini sana. Mara ghafla akasikia kuna kaugomvi pahali karibu na hapa. Akati anapita akaona kuna maua tena mbele yake pale. Akaona mtu kachukua ua kajiwekea kichwani. Akakumbuka master yake pia anaweza maua kama haya yanamfaa. Akaona mchukulie mmoja master yake. Ama wani mazuri sana na tumeyachuma leo asubuhi. Bei gani? Silver 1. Asante. Alinunua lile ua. Ghafla akasikia kuna ugomvi tena mbele. Akasikia ugomvi mara nyingine. Kumbe mke wake mtarajiwa yuko hapa. Ampiga mtu kibao. Anampigia mume wangu, ampigia nini mume wangu wewe? Anataka vita na ukoo wangu au? Ambe ukweli, ataka mtoto wa jumba la kifalme. Mimi sijampiga, amempiga saa ngapi? Ataka mpore pini master wangu akampiga, alimkwepa kaanguka mwenyewe. Mimi nimeona ameanguka mwenyewe, hajapigwa na mtu. Hata kama ni hivyo, kwa mujibu wa sheria, aliyekuja wa kwanza amewahi kitu ncha kwake. Mume wangu alishakiwahi kwa ajili yako, wewe mnyang'anye. Meneja, naam. Mwambie ukweli. Akiukweli aliyewahi ni huyu. Huyu ndo aliwahi, mume wako hakuwahi. Huyu binti aliwahi kabla yake. Aliwahi kumchukulia kitu kwa ajili ya mke wake labda. Yeye ni kawaida. Kwa amewahi huyu binti, msimdhulumu bwana. Asante kwa kueleza vizuri. Mama alikuwa mkali sana, wengi wanamchukia. Lakini hivyo vipini wanaume wananunulia wake zao. Kwa nini unajinunulia mwenyewe? Maana mume wako akununulia kitu au mume wako akupendi, ndio maana unaamua ujinunulie zawadi mwenyewe, ujipendezeshe, ujifurahishe mwenyewe. Sababu na mdomo sana mume wako hata akupendi. Na ndio maana
你这么着急干？ Unataka gani? Mama kutaki na sisi unakwenda kulafu mtu akupendi. Nachekesha kweli. Unajiforce kujinunulia kila kitu mpenzi wako akutaki. Unajiongelesha, unajipendekeza mwenyewe. 那小姐，她鸡毛病。 Unajua kuhusu kitu gani wewe? 你们是不知道。 Hata hajui kitu. Amekaa kama amekomaa kama mwanaume. Hata nani atakayempenda mtu kama huyu? Kaa kimya. Nataka kumpiga kama kamshika tulia. Kama Tonga aliingia pale kama tulia. Alisikia binti akiwa anazaraulika pale. 哪有东西都这么啰嗦？ Na umechukua muda mrefu mke wangu. Nakusubiri hapo nje sikuone. Asa kama ameingia kumsaidia. Aliishi ni gold au ni nini? Thamani yako ni zaidi ya upendo kwangu. Kisha akamwekea binti huo katika kichwa. Sasa aligundua wenzake wanamsema vibaya, ikabidi ampe heshima pale pale. Sasa alifanya hivyo ili kumsaidia binti asizaraulike pale. Ionekane kama mpenzi wake anampenda sana. Ni furahi umependa ua langu. Kama hujalipenda basi litupa jamani. Jamani anampenda mpenzi wake. Kama Natonga na mahaba wewe. Watu wakaanza kunong'ona pale pale. Binti akajua, "Wewe subiri." Akamfuata. Asa kafutiwa aibu mbele za hao watu. Aibu ikawa imepotea. Mama akaona ameibika kweli kweli kwa kile kitendo chotokea. Anaonekana na mahaba na mke wake wanapendana, anaonekana. Bana kaugomvi fulani kumbe wanapendana hao. Wewe subiri. Binti akamshangaa amemtendea wema kwa nini leo? Usitumie mjeledi ovyo ovyo kwa watu. Watu so watumwa kwa piga ovyo ovyo. Usiharibu watu na sifa yako ya kabila la Shangsi. Subiri basi. Asante pale ndani. Umenisaidia kwa kunifutia aibu yangu. Lakini pia makosa yalikuwa ni yangu mara mwisho nilikuwa siongei na wewe vizuri. Mimi pia nimeona nilikuwa na hasira za bure. Kila siku nimekuwa mtu wa hasira lakini sijapata nafasi ya kuwa mbele yako kama hivi. Lakini kwa nini umenitetea pale ndani? Ni kwa sababu na mudi nzuri leo. Kweli? Bila shaka ukoo wa Shangsi na wangu tunasapotiana licha ya vyote. Naamini kabisa kama tu ukipata nafasi nzuri ya mimi na kuishi vizuri, ukikana mimi vizuri na utafurahia maisha vizuri. Binti akaona kumbe anaweza kuwa mume mzuri huyu. Anaweza kuwa mume mzuri. Kumbe anakujali kiasi hicho, anatabasamu na kuwa mzuri. Binti amuka akapewa ua kwa mara ya kwanza. Kwa tukiendana vizuri. Anamaanisha nini? Princess. Binti ua limemchanganya. Madam. Kama msipendi na silipendi ili ua. Afa kaleficha. Kama mama baba akisikia kuhusu alotokea leo, atafurahi kweli kuhusu, atakuwa ana hofu tena. Funga mdomo wako na yeye. Tena nyumbani. Binti anaonekana ameanza kuvutiwa na kama Natonga pole pole. Usiku uliweza kuingia leo, palikuwa na karamu katika jumba la kifalme. Sasa akaitwa dansa mmoja akaja kudansi mbele ya mfalme. Sasa hawa ni maprinsi wa jumba la kifalme, leo wana kasho fulani. Aliitwa mwanamuziki kucheza pale. Kumbe huyu mwanamuziki ni Rui alikuja akadansi mbele yao. Sasa kumbuka wamjui kwa sura wengi wao. Alidansi mbele yao. Rui kaja hapa leo kwa plani moja katika jumba hili kwa maprinsi wameitana, yeye kaja kuburudisha katika tafrija. Anakaa binti kaja kwa plani fulani leo. Angalia kama makini hapa. Rui kaja kama dansa katika isam. Baba mkwe wa prince yuko pale. Alikuwa anamtaka huyu baba mkwe. Huyu baba mkwe alishirikiana na prince wa kwanza kumuua mama yake. Alifika pale akampa waini safi imechanganywa na mbegu nzuri. Huyu akainywa bila kujua na nini ndani yake. Baadaye
alimaliza show. Baada ya kumpa kinywaji, alimaliza show. Target yake ni kumuua baba mkwe wa prince wa kwanza. Alihusika kumuua mama yake ambaye ni queen aliyemlea. Kwa alikuwa anamtarget yule mzee na alimpata, alishamnyweshwa kinywaji. Lakini alimpa kinywaji chenye sumu. Kuamka asubuhi yule mzee yuko hoi, anakata roho weze meni. Alimnywesha sumu jana. Asema jagi ilikuwa la sumu. Usika huyu. Itakuwa ni prince wa pili kahusika mheshimiwa. Prince wa pili. Prince wa kwanza akaona prince wa pili kahusika. Akaenda kushtaki kwa mzee. Mzee akaambia haiwezekani. Unachika ni prince wa pili. Asema anachika ni kweli. Amehusika. Kumbe ni Rui alibadilisha sura akawachonganisha. Kwa prince wa pili akaletewa kesi vile vile. Ugomvi ukawa umeibuka baina ya prince wote wawili hao. Asante kwa onyo lako uliponipa onyo. Imeweza kuniokoa, hii kesi imeniepuka. Asa prince wa pili ndio huyu. Prince wa kwanza ni yule mwingine. Sasa mfalme alikasirika sana. Watu wanakufa kufa ovyo ovyo, tusikie taarifa ya maana. Nini maana yake? Baada ya pale prince wa kwanza akafukuzwa aende kukaa nje ya mji kwa muda. Atarudi baada ya mwezi miwili au mitatu. Kwa prince wa pili huyu alivaa nguo ya kijani akapewa cheo leo rasmi kuongoza kwa nafasi ya kakake aliyokuwa nayo. Sawa, makosa ya prince wa kwanza kumsingizia prince wa pili, alipewa adhabu ya kuondoka nje ya ufalme kwa siku kadhaa. Baadaye atarudi prince wa pili apokee amri kwa niaba ya mfalme. Prince wa pili ndio yule alivaa nguo ya kijani. Basi huyu ndio yule mtoto mama yake ambaye alikufa, mama yake na Rui. Kwa prince wa pili akapewa nafasi ya kushika nafasi kwa muda fulani. Basi prince wa kwanza kama amefukuzwa. Baadaye wakawa wanaongea Kamanda Tong na mkurugenzi. Huu mpango ndio umefanya eh? Asa bila shaka ndio mimi nimefanya mheshimiwa. Nimefanya mpango ili nipate nafasi ya juu. Weka baba mkwe, nitakwambia ukweli kila kitu. Cha kwanza, nataka nihakikishe kwamba nazuia kuvamizi wa taifa la Bei Pang katika nchi yetu. Cha pili, nataka nilete amani katika nchi yetu, kuondoa vita. Kwa njia pekee, kama utikaa kimya bila kuambia mtu yote, nitafanikisha mpango kwa haraka. Kweli wewe ni mbaya. Alimechonganisha ndugu wawili bila kujulikana. Asante, usinisifu sana mzee. Kutokana na mbinu zako unafikiri kama binti yako ataishi vizuri akiwa na mimi. Bila shaka binti yako ataishi maisha mazuri kabisa. Kwa hiyo naitaka support yako mzee. Unamwaje? Je, nafasi unayoitaka, mbawa zako zinaweza kubeba uzito huu? Basi nipima uweze kuona uwezo wangu. Na hakika kwa eleza kutokea, nahitaji support yako wewe. Katika mwili wangu na damu yangu nina nguvu za kifalme. Kwa nachukia vita. Kama nikifanikiwa kupata nafasi ya juu, nitaleta amani katika taifa la Han na taifa lingine yote. Katika mbawa zako una ubavu wa kubeba uzito huu. Nipime kwa kunijaribu mheshimiwa. Nasubiri support yako bamkwe. Nipime kwa uwezo wangu. So muda mrefu nitakuonesha kwamba nina uwezo zaidi ya huu ndio nao. Na nina timu nyuma yangu. Sasa prince wa kwanza alifukuzwa katika ufalme. Akae nje kama adhabu kwa miezi mitatu. Yeye na mdogo wake. Asa prince wa kwanza na huyu. Kumbuka huyu prince wa kwanza alihusika kumuua, kuchochea prince wa kwanza au mfalme ani queen ashushwe cheo. Sasa huyu prince alihusika kuua mama yake na Rui. Huyu hapa. Huyu alichongea kwa baba yake queen ashushwe cheo ili yeye apate kuwa mrithi wa ufalme. Wana shida gani wewe? Tapika, hata kuondoka. Sasa rudi nyumbani kama huwezi kwenda. Rudi nyumbani. Kaka, ni kama tuna huzuni. Mbona ghafla tulikuwa tuna cheo cha juu? Mambo yamekuwa hivi ghafla. Mambo yamebadilika ghafla namna hii. Mambo yamebadilika hivi. Mambo yamebadilika ni kawaida. Siasa inakupanda na kushuka, kitu cha kawaida sana. Ghafla tumefukuzwa ni kawaida hiyo. Baada ya muda fulani tutajipanga. Baadaye tutarudi tena kama kawaida kuchukua nafasi yangu. Usisahau nimefanya uchafu mwingi kufika hapa. Hata kufa kwa queen. Ale pigwa msela wa mguu. Dai kuna uvamizi. Na mtu mvamia hapa. Nani huyu kaja? Alikuja Rui. Alishajua huyu prince alichochea
mama yake kushushwa cheo na kupelekea kujutishwa mpaka kujiua mwenyewe. Walimfuata huyu, kwenda mzeni faster. Bakora, piga wazimisha wote. Aliwazimisha wote. Sasa alikuwa anamtaka huyu prince huyu. Piga mpaka pale. Akamtoboa mdogo wake kwanza kwenye ubavu, akamtoa. Yeye anamtaka huyu prince huyu. Pale. Pasua dawa usingizi. Walipovuta wakalala pale. Walipolala alikuwa anamtaka huyu prince. Atumie mama anakwenda kulipa kisasi. Mama, huyu mmoja akasikia amemtaja queen. Jamaa amekuja kuamka, ajipata kaburini kwa queen. Na Rui iko hapo. Prince anashangaa imekuaje? Kumbuka huyu ni mtoto wa mfalme, mtoto wa kwanza wa mfalme. Yaani huyu ni mtoto wa mfalme wa kwanza. Wewe nani? Ajipata kaburini. Zangi yao. Ama kichani. Amekutuma moja mwenye huyo mimi. Anafikiri achukua nafasi yangu kwa niaba yake, hawezi kuchukua nafasi yangu. Anasema bila kumforce mama yangu asishwe cheo, wewe usingekuwa hapo leo. Akaona kuna vichwa. Hivyo ni vichwa viwili, baba wako mkwe na Taotei ambao mlishirikiana naye wewe na yeye. Wote nishawaua. Ayabakia mmoja ni wewe ulioshirikiana nao. Taowei. Wewe ulishirikiana na Taowei, baba mko wako, kumsingizia mamangu kwa mfano kama amekuwa amechanganyikiwa, hana akili timamu. Baadaye mkashirikiana kumshusha cheo kupitia akiwa hana akili timamu. Mkachongea. Wewe nani? Mbona unifanyia hivyo? Wewe unakuhusu nini? Mimi ni Rensin. Amesikia Rensin akashangaa. Wewe ulikufa. Kote wewe ulikufa. Sikiza. Usiniue. Wale walikuwa wamepanga kumshusha queen. Mimi sikuhusika. Mimi nilishirikiana nao tu. Nenda kamwe babangu na mhusika mkuu. Mimi sikuhusika, babangu na mhusika mkuu. Funga macho. Usiniue. Funga macho. Kata shingo. Baada ya kukata shingo, alipanga kile kichwa katika masababu mama yake, na baadaye anamalizia maombi. Ghafla alikuja Ningzo kumalizia. Washa tu, chukua hii kama ni moto unataka. Washa na hii. Ningzo ipo naye kila pahali. Sasa kabakia mfalme mhusika mkuu. Alipanga vile vichwa pale, amelipa kisasi cha mama yake mlezi. Hatimaye watatu waliohusika wote kumfanya mama ajiue amemaliza kazi. Sasa yule jamaa mmoja ndo huyu kabla Rui hajaondoka alisikia ametamka queen. Sasa huyu alikuwa jalala sawa, alikuwa jazimia ni mmoja sawa na watu wengine. Na wakati anaamka anagundua alitobolewa ubavuni, kumbe hakuzurika. Anaamka anakumbuka tukio lililotokea. Ndipo anatambua hayupo prince, hayupo hapa. Anaona kuna beji pale chini. Hii beji aliangusha Rui wakati anaondoka. Na Rui aliangusha makusudi hii beji. Jamaa katia kuna beji hapa. Hii beji alipoangalia vizuri, beji ina nembo ya tiger. Maana yake ni ukoo wa queen. Alipeleka ripoti kwa mfalme. Jamani, ukoo wa queen umemuua prince wa kwanza. Ukoo wa queen umemuua prince wa kwanza. Ukoo wa queen. Akaenda kuomba msaada katika ufalme. Alifika mfalme, habari ikamfikia mfalme. Mfalme akaambia mtoto wake ameuawa. Huyu kiongozi wa wauaji pia akafikiwa, taarifa ikamfikia. Kiongozi wa wauaji akaona nembo, taarifa ikamfikia. Mfalme akapewa ripoti pia akafika kwa mfalme. Wakaja kuhakikisha kaburini walikutwa vichwa vitatu katika kaburi la princess. Wakajua basi vichwa vitatu va kwenye kaburi la queen. Wakajua kumekucha, mfalme hataacha salama. Naona kitengo cha wauaji ukapita msako wa haraka. Haiwezekani watu watatu wafe kwa mpigo. Wakawa na sachi kutafuta Rui. Msako ukawa mkali kila pale.
Yuan Lu akawa anaangalia. Baadaye ripoti ikabidi iende kwa mfalme. Mfalme amechafukwa kweli kweli. Inabidi akamuone mfalme. Aliingia kumuona mfalme. Na wewe sijali mtoto wangu anakufanya mnaangalia. Nataka mtoto wangu, nani aliamua mtoto wangu? Mtoto wangu amekufa. Kwa nini kweke wewe? Kwa nini kweke wewe? Mfalme alichanganyikiwa. Mtoto wake wa kwanza ambaye ndo mrithi wa ufalme amekufa. Mheshimiwa anafikiri prince wa pili ni wakutiliwa mashaka, sababu mbinu ndio umetumika kumuua ni mbinu ya zamani ambayo ilitumika. Watu wote matukio kama yametokea, tumepata nembo ya chui katika lile eneo. Rais mke wako alikuwa ni mtu wa ukoo wa Shadong. Baadaye watu wa chui wakaja kulipa kisasi. Mheshimiwa anafikiri prince wa pili atakuwa anahusika. Na kuhusu watu wa ufalme wa Wu, hawezi akawa amehusika sababu watu wa ufalme wa Wu wanaofia mfalme wao kuondoka hapa. Basi vizuri. Kakaangu amekufa, mtoto wangu amekufa. Sasa hivi tena kila kitu kinaharibika kwangu. Mimi sijazeka bado, kwa nini kubania ufalme hao watoto? Mimi sijazeka. Anataka kufanya uasi, si ndio? Anaendelea kupigana na mimi sasa. Hebu chunguza jambo kwa makini. Alafu uniletee taarifa leo kamilika. Fanya haraka. Ndio mheshimiwa. Ngoja. Na mkuu. Mfalme amekasirika kweli kweli leo. Inuka. Sikiza. Nenda kaambia Prince Li. Kawaambia ufalme wa Wu, nataka gold 30,000 zingine. Sitakubali mfalme wao aondoke. Mtoto wangu amekufa alafu wao wanafurahia. Wakae kwa raha kwangu, hapana. Waambie nataka gold 30,000. Sawa mkuu. Nenda. Mfalme akaona malizia hasira wakina Prince Li. Bwana, mfalme hajaamini mtoto wake amekufa kilaini. Bwana, hii sehemu ya 27 tutane sehemu ya 28.